Karibuni watu wa Mungu kwa kipindi chetu. Tutakuwa tunaangalia ugonjwa wa saratani. Ugonjwa wa saratani. Kwa hivyo ili tuweze kuanza, mwalimu utatusomea katika kitabu cha Mathayo 9:36. Na alipowaona makutano, naam, endelea. Aliwahurumia. Akawahurumia kwa sababu alikuwa amechoka. Kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Na wakawa wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na nani? Na mchungaji. Na mchungaji. Asante mwalimu. Yesu Kristo alipoona makutano akawahurumia sana, jinsi walivyokuwa wanaonekana wamechoka. Wakakaa kama ni kondoo wasiokuwa na nani? Na mchungaji. Wasiokuwa na mchungaji. Mbona inaachilia? Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, ya kwamba watu wamechoka na wamekaa kama watu wasio na mchungaji. Mashine zimeanza kuleta shida. Sawa. Unapoangalia hali ya dunia leo, haswa katika masuala ya ugonjwa, ya ugonjwa, wanakaa kama huyu mnyama. Huyu mnyama ukimfungia njia huwa anafanya nini? Anaenda na njia hiyo hiyo. Hakuna njia, hakuna mbinu, hakuna jinsi hawezi akasonga. Hana mwelekeo na hana njia yake. Anaweza karudi nyuma, kasonga mbele, kaenda kando. Ugonjwa wa saratani ulikuwa unaitwa KAN zamani. Ulikuwa unatumia jina la Kilatino ambalo linatambua huyu mnyama crab, kwa sababu saratani hakuna upande, haienei. Inaweza ikatembea kushoto, kulia, mbele, nyuma. Hivyo ndivyo saratani inavyokuwa. Na kwa hivyo jina kansa ama neno kansa linatokana na huyu mnyama. Kwa sababu wale ambao huwa wanapenda zile stars kwa gazeti, mahali popote unaona huyu mnyama, neno ambalo limeandikwa hapo ni kansa. Kwa sababu katika kutembea kwake huwa inatembea kwa njia zote. Labda hii sura unaifahamu, wale ambao huwa wanafuatilia matukio. Huyu mama alikufa kwa ugonjwa wa saratani ya ovary. Naitwaje? Na shida ya mitambo ni nini leo? Ni sawa. Tunasikia ikiwa sawa. Iko sawa. Sawa. Huyu mama alikuwa anaitwaje? Msini yule alikuwa gavana wa exactly. Laboso. Joyce Laboso. Okay? Alikufa kwa saratani ya nini? Ya ovary. Iliyotangulia ni saratani ya cervix 1993, baadaye 2018 hii ya ovary kazidi na akapumzika. Huyu mtu labda mnamjua, alikufa kwa saratani ya matumbo makubwa. Anaitwaje? Anakaa kama Anyang'nyong'o. Ate? Asili ya Anyang'nyong'o.
Sawa, ni mbunge wa Kibera ama Kibra. Alikuwa anaitwa Ken Okoth. Alikufa kwa saratani ya matumbo makubwa. Labda huyu mnamjua. Alikufa kwa saratani ya kongosho mwaka wa 2017. Anaitwaje? Huyu si gavana wa hapa Nyeri yule. Mama Koi hajui. Na alimchagua. Ulichagua mtu ambaye hujui. Sawa sawa. Kwa hiyo huyo ni Gachagua. Huyu alikufa kwa saratani ya kongosho pia, lakini mwaka wa 2021. Anaitwaje? Kalembe, ndio. Sawa sawa. Kwa hivyo ni visa vya ugonjwa wa saratani na vingine vingi, na tunapotaja tunajua ya kwamba hawa watu wote ambao wamehusika katika maafa kama haya muko nao nyumbani, mumeshuhudia mazishi yao, na wengine wenu ni wapendwa wenu. Kwa hivyo ugonjwa wa saratani unajulikana na kila mtu anaelewa tunapotaja ugonjwa wa saratani. Si ni kweli? Kweli. Ni nani hajawahi zika mtu ambaye alikufa kwa saratani? Na labda hata sasa huenda ukajua mtu ambaye anaugua saratani yuko mahali fulani. Kwa hivyo ni ugonjwa ambao umeangamiza watu wengi. Je, saratani ni nini? Mnaposikia saratani, ni mimi ninashika maiki vibaya namna gani? Ugonjwa wa saratani mnaujua kivipi ama mnaujua namna gani? Wanasayansi wanataja ya kwamba kuna zaidi ya saratani 100 ambazo zinawaathiri wanadamu, lakini kilele ama kiini cha ugonjwa wenyewe ni ya kwamba ni seli zilizo ndani ya mwili wako ambazo zimebadilika, na tutakuja kuangalia kama kuna ukweli katika madai haya, ya kwamba seli zako wewe mwenyewe zinakuwa kwa kasi sana, na zinapokuwa kwa kasi ziko na makosa katika huko kukua, ziko na makosa fulani fulani, na katika hayo makosa yanakosa kurekebishwa na mwili wako. Kitu ambacho kinahusika katika kurekebisha makosa yaliyofanyika wakati seli zinajigawa kinaitwa immune system yako. Kwa hivyo inakosa kurekebisha kwa sababu hizi seli zimekataa mawasiliano na seli zingine za mwili. Kwa hivyo zinakuwa kwa haraka sana, na tofauti na seli za kawaida ambazo huzaliwa na hufa, hizi za saratani zinasemekana hazifi. Hayo ni madai ya sayansi, si madai yangu. Nitakwambia yangu. Inasemekana hizi seli hazifi, si kama seli za kawaida, na kwa hivyo zinaendelea kukua, zinatengeneza uvimbe sehemu zozote katika mwili. Kwa hivyo katika hii njia zimetengeneza uvimbe ambao wakati mwingine unaweza ukasambaa ama ukahama kutoka eneo moja na ukaenda katika eneo lingine katika
mwili wako. Kwa hivyo inasemekana ya kwamba kila sehemu ya mwili wako inaweza ikapata saratani. Kila sehemu ya mwili wako inaweza ikapata wapi? Nini? Saratani. Kwa hivyo unaweza kuwa na saratani kwa ngozi, kwa mifupa, kwa misuli, kwa macho, sawa sawa, kila mahali, kwa maini, kwa figo, matumbo, kila mahali. Lakini tutakavyoendelea, tutaona ni hitilafu gani au ni dosari zipi zilizoko katika uchambuzi huu. Kitu cha kwanza tunataka kujiuliza, je, saratani ni magonjwa mangapi? Ni ugonjwa mmoja ama ni hizo saratani zote unajua? Kwa sababu kuna saratani ya ngozi, kuna ya ubongo, kuna ya matiti, kuna saratani ya mfupa, kuna saratani ya matumbo, kuna ya tumbo, tunaambiwa leukemia ni ya damu. Kuna ya damu pia. Na wakati hizi saratani zinachipuka, daktari wa saratani ya damu si atakayetibu saratani ya matiti, si atakayetibu saratani ya maini, au madaktari ni wengi jinsi saratani zilivyo nyingi. Lakini saratani ni magonjwa mangapi kulingana na wewe? Je, tunaweza pata njia moja tu ya kutambua huu ugonjwa, na kwa kujua njia moja tu basi tutakuwa na suluhisho moja, ama suluhisho linalolenga kuangamiza haya magonjwa kwa umoja tu, kwa kutambua nini kinachouleta. Alafu jambo lingine ni kweli seli zako ziko na kasoro, na kama ziko na kasoro, hiyo kasoro ni gani? Je, hiyo kasoro inaweza ikarekebishwa? Na kama haiwezi ikarekebishwa, ni nini kinazuia hiyo hitilafu irekebishwe? Alafu tutaangalia jambo ambalo ni zito sana, ambalo linaongea kuhusu saratani, ama linasemekana saratani inafanya nini? Saratani inahama. Je, kuhama kwa saratani ni nini? Na je, saratani inaweza ikahama? Hebu tuone mzigo tulio nao wa saratani katika dunia nzima. Inasemekana ya kwamba saratani ndiyo inaongoza katika vifo dunia nzima, kwa sababu zaidi ya watu milioni 20 wamepatikana kuwa na saratani, na kuna vifo karibu milioni 10 kila mwaka. Au ni watu wengi sana, ni watu wengi kama, kwa sababu ukisikia ya kwamba 2NK inaua watu 10 kila mwezi, mwezi ukiisha inaua watu 10. So baada ya mwaka mmoja itakuwa inaua watu wangapi? 120. Je, utakuwa unatumia hiyo gani? Huwezi. Sasa hii inaua karibu watu milioni 10 kila mwaka. Kwa hivyo imeonekana ya kwamba mtu mmoja kati ya 5 atakuwa na saratani. Tuko wangapi? Karibu. Kulingana na vile ugonjwa umeenea, inaonekana mtu mmoja kati ya 5 katika maisha yake atakuwa na nini? Saratani. Atakuwa na saratani. Hii ndio hatari ambayo imetukumba.
Na swali kubwa ambalo tunajiuliza ni kwa nini basi? Ni kwa nini basi? Je, tulikosea wapi? Ni wapi ambapo tunafanya sivyo sawa? Elewa ya kwamba saratani ambayo inaongoza katika dunia nzima ni saratani ya mapafu, ikifuatwa na saratani ya matiti, na saratani ya matumbo ni ya tatu kwa maafa. Hebu tuje hapa nchini Kenya, kwa sababu hiyo ni dunia nzima. Na nilikuwa naomba kama uko na simu weke silent. Hii mic huwa sensitive sana kwa simu. Huku Kenya saratani ndio ya tatu katika kuleta vifo, na imehakikishwa ya kwamba karibu watu 45,000 hupatikana kila mwaka wakiwa na hivi visu vya saratani, na kati ya hao watu karibu 30,000 hufa kila mwaka. Na kwa sababu hizi saratani ni hatari, zingine zinakufa ama zinaua haraka, alafu kuna zile zinaua polepole. Mzigo ambao tuko nao ni mkubwa kiasi ya kwamba 70% ama zaidi ya watu ambao wamepatikana na saratani zimepatikana katika stage ambayo hawaponi. Kwa hivyo zimepatikana zikiwa zimechelewa. Kwa hivyo utakuta watu wengi wamepatikana zikiwa stage 3, stage 4 huku. So ni kumaanisha ya kwamba ishakita mizizi, na kwa hivyo hakuna nafasi ya hiyo saratani kuishi, hasa katika njia za kimatibabu za kisasa. Tuangalie aina za saratani. Na aina za saratani ama saratani hupatiwa majina kulingana na mahali ambako, kulingana na jinsi ambavyo zimeathiri. Kwa hivyo utagundua ya kwamba saratani ambazo zinaathiri viungo vya nyama kama matiti, kama uterus, kama prostate, kama maini, sawa, zinaitwa carcinoma. Hivyo tu. Haya majina sitaki tuegemee sana kwa, lakini nataka utambue aina mbili za saratani. Saratani inaweza kuwa ni nyama ngumu ama inaweza kuwa majimaji. Kwa hivyo kuna saratani za damu, alafu kuna saratani sasa zingine zote ambazo ni nyama. Kwa sababu kuna wale ambao seli ndani ya damu zinaongezeka kupita kiasi, na hizo pia ni saratani. Lakini kuna zile zinatengeneza uvimbe ambao ni nyama, na hizo pia ni saratani. Kulingana na wanasayansi, saratani huletwa na mabadiliko katika jini zako. Haya ni madai ya wanasayansi. Ni mabadiliko katika jini zako. Lakini hili ni jambo ambalo tutakuja kuhakikisha ya kwamba si la kweli. Sawa, si la kweli, kwa sababu mabadiliko haya yanawapata watu wakiwa wazima, si wakiwa watoto. Na kwa hivyo kama jini zako zilikuwa na mabadiliko, kwa sababu mabadiliko inaweza ikawa aina mbili. Kama uko na jini za kuleta saratani, kumaanisha ya kwamba umepokea hizo genes kutoka kwa wazazi wako. Na swali kubwa ambalo tunajiuliza ni mbona wakati mdogo mtoto
na wakati ulikuwa mnyonge hakukuwa na tatizo. Zinangojea wakati ukiwa mtu mkubwa, huo ndio wakati matatizo ya hizi genes yanaanza. Najua tatizo ama changamoto ya kutumia genes kama sababu ni hii: itaondoa nafasi yako katika kujikinga dhidi ya magonjwa, katika mambo ya vyakula, kufanya mazoezi, kunywa maji, kulala usingizi wa kutosha, kutokuwa na mawazo. Itakuondolea hayo na itakwambia ya kwamba shida si yako, shida ni genes ulizopokea kutoka kwa wazazi wako. Kwa hivyo ukiambiwa hivyo utasema nini? Yenyewe hata hii kumbe iko fulani alikufa kwa, na yule mtu unataja kama mfano hata ako mbali, na katika hiyo nyumba yenu hakuna mtu mwingine ako na saratani isipokuwa wewe. Kwa hivyo tukipitia hii njia tutafanya nini? Unajua, tutakuwa tunajiondolea kuwajibika sehemu yetu katika kukinga magonjwa. Kwa hivyo hiki ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, wanasema ya kwamba kuna genes ambazo ukizishtua tu kidogo ama ukizisisimua zinaanza kutengeneza saratani. Kwa hivyo inasemekana kuna watu ambao hawana uwezo wa kudhibiti saratani. Kwa hivyo ikianza kukua inaenea. Lakini sitaki tushike haya mambo sana kwa sababu yataondoa uwajibikaji. Halafu tunajua mahali popote ambako pako na saratani, na si lazima iwe saratani, ni kawaida ya mwili mahali popote kulipo na jeraha kulete kiwango kikubwa cha damu katika sehemu hiyo ili kupambana na huo ugonjwa. Kwa hivyo si kwa saratani tu ambako huona mishipa ya damu ikija kulete oksijeni na viinilishe vingine iweze kuondoa ugonjwa. Sawa sawa. Alafu tutaongea kuhusu mambo ya immune system baadaye. Ningependa niwaeleze ya kwamba masuala kuhusu saratani katika hii dunia yetu ni biashara kubwa sana. Kwa sababu uliona nilianza kwa kusema ni nini? Industry. It's an industry. Hii ni biashara kubwa sana. Na kwa hivyo kuna watu hawana haja hata kidogo ya saratani iishi. Mwaka wa 1971 kuna president wa Marekani alikuwa anaitwa Richard Nixon. Alisahihisha, kunaitwa kusahihisha ama alipitisha mswada katika Congress wa kuanza vita dhidi ya saratani 1971, na saratani ikatajwa kuwa janga la kitaifa. Na kupitisha mswada huko kulikuwa kuna maanisha waweze kuachilia pesa nyingi inavyowezekana ili waweze kuondoa janga la saratani. Lakini tunapoongea sasa hivi, unajua kuachiliwa kwa pesa kulikuwa kuna maanisha ya kwamba madaktari wengi wafunzwe kuhusu taaluma hii ya kupambana na saratani, ongezeko la madaktari. Kitu cha pili, mitambo ya kuchunguza saratani mapema itafutwe, na kwa hivyo kukaongezeka mitambo ya nini? Ya kuchunguza saratani, na watu ambao wataendesha hiyo mitambo. Alafu mahospitali yajengwe, yakiwemo mahospitali ambayo haina kazi nyingine isipokuwa kutibu saratani peke yake. Kwa hivyo hata hapa Kenya
kuna hospitali nyingi ambazo zinaitwa cancer centers. Jambo la msiba ni hili ya kwamba tangu 1971 ni miaka mingapi baadaye? 50 na ngapi? 55, si ndio? Swali ni saratani inapungua ama inaongezeka? Inaongezeka. Miaka ya 70s tulikuwa tunaongea kuhusu mtu mmoja aliye na saratani kati ya watu 1,100. Sasa hivi nimewauliza tuko wangapi? Kama tuko zaidi ya 5, basi mmoja ako na uwezekano wa kuwa na nini? Saratani. Si lazima iwe hapa, lakini huwa wanaangalia kikundi cha watu wengi, alafu wanagawa vizuri, wanaona ya kwamba kuna mtu mmoja aliye na saratani kulingana na statistics tulizo nazo. Mtu mmoja ako na saratani kati ya watu wangapi? 5. Na kwa hivyo walipotangaza vita dhidi ya saratani, kumbe ilikuwa njia ya kufunika watu macho ili waweze kuendeleza kampeni za kutunza huu ugonjwa. Njia moja ya kutunza huu ugonjwa ni kutowaambia watu ukweli kuhusu mahali huu ugonjwa unatoka. Na kwa hivyo wakalete dawa za saratani ambazo wewe mwenyewe utajichunguzia, uniambie kama ziko na lengo la kuondoa saratani kabisa. Dawa ya kwanza ya saratani ilipatikana kwa bahati mbaya, ama sijui nitaita bahati mbaya ama nitasema, kwa sababu Ujerumani ikiongozwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa, sijaandika hapo, lakini ni Adolf Hitler. Aliangusha bomu iliyokuwa na kemikali ambayo inaitwa mustard kule Italia. Kisiwa kimoja kilikuwa kinaitwa Sicily kule Italia. Alipoangusha hiyo bomu, majeshi waliopumua na walioathiriwa na hiyo bomu, seli zao na mwili wao ukachujuka. Damu ikaonekana ilikuwa imepungua. Wale ambao walibahatika kunusurika na kupelekwa hospitali, damu ilikuwa, viwango vya damu vilikuwa, na sana sana seli ambazo hugawa kwa kasi sana zilikuwa zimepunguka. Walikuwa na shida ya kuhara, kumaanisha tumbo ilikuwa inaharibika kwa haraka sana. Halafu akapoteza nywele. Kwa hivyo mahali popote seli zinagawa kwa haraka sana, kulikuwa kumeathiriwa, walikuwa na majeraha. Sasa kutokana na hicho kisa, wakaanza kufanya uchunguzi na wakagundua ya kwamba dawa ambayo inaitwa mustard, hii mustard gel, kumbe ilikuwa inapowekwa katika panya ambao walikuwa na uvimbe, huu uvimbe ulikuwa unapungua. Lakini katika kupungua, panya alikuwa anakufa. Panya alikuwa anakufa, na hii inalingana na kiwango cha ile dawa ulichopatia huyo panya. Kwa hivyo kutokana na hilo wakajua, kumbe hii inaweza ikawa dawa ya saratani. Mnasikia mambo? Inaweza ikawa dawa ya nini? Saratani. Kuna historia mbaya sana ya dawa ya kutibu saratani. Na kwa hivyo
shirika la madawa kule Marekani linaitwa Food and Drug Administration mwaka wa 1949 likaidhinisha matumizi ya kemikali iliyotumika na Hitler katika vita kwa ajili ya matibabu ya watu walio na saratani. Tangu wakati huo, dawa zote za saratani zimejengwa na msingi huu, ni kuangamiza huo uvimbe, tukiomba kwa bahati nzuri ya kwamba uvimbe utaisha kabla unanisikia? Uvimbe utaisha kabla ya kabla wewe uisha ama ufe. Sawa sawa. Kwa hivyo utaratibu mmoja katika matumizi ya tiba ya saratani ni hii ya kwamba lazima upimwe damu, upimwe uzito, upimwe ukubwa, ili usije ukatumia dawa kupita kiasi. Kwa hivyo kila dawa ya saratani iko na viwango ambavyo unaweza ukatumia. Kwa hivyo kuna wakati unaambiwa wewe ulimaliza dawa yako, alafu unasema lakini saratani haijaisha. Hapana, hiyo dawa iliisha, labda tutumie dawa nyingi, kwa sababu dawa hupimwa kulingana na ukubwa wa mwili wako, inaitwa body surface area. So utasikia huyu mtu alimaliza dawa, na kwa dawa hiyo hiyo hawezi akaongezewa. Dawa za saratani pia huwekwa kwa viwango vidogo vidogo na tena kwa muda mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya madhara yaliyo katika hizo dawa. In fact, utaona wengine mikono imekuwa myeusi. Kwa nini? Dawa imechoma. Yule ambaye huweka hizo dawa ni mtu ambaye amekingwa vizuri. Gloves, havalii zile gloves za kawaida, kuna zingine ngumu. Mtu ambaye huchanganya hizo dawa, ukimwangalia anakaa mtu anaenda kule kwa mwezi, amejikinga vizuri sana. Sawa sawa. Lakini mgonjwa ambaye atawekwa hizo dawa amejianika vizuri sana. Sawa sawa. Yeye sijui atalindwa na nani, kwa sababu hana magwanda ya kumlinda. Na Mungu ni mwema, kwa sababu wakati mwingine unakuta ya kwamba mtu amenusuriwa kutoka kwa hiyo hali, though hana nafasi hiyo ya kutambua ni Mungu amemuokoa. Otherwise ulikuwa mahali pabaya sana. Tuko pamoja? Kwa hivyo tunapoongea kuhusu madawa yote ya saratani, yote yamejengwa katika huo msingi wa kuharibu zile seli ambazo zinakuwa kwa haraka, tukiwa na matumaini ya kwamba kansa itaisha kabla ya lakini kuna wakati wanaisha mbele. Wiki moja imepita, kuna daktari tumezika hapa Kikuyu, alikuwa na saratani ya matumbo, akapatiwa cycle, ile phase ya kwanza. Hii kitu haikusikia dawa. Alipoenda phase ya pili, ikabomoa ubongo. Sasa mojawapo ya dawa aliyotumia ni dawa ambao unapowekewa, unajua siku ya kuwekewa unaenda hospitali siku moja mbele. Kwanza unawekwa maji mengi sana,
unakunywa maji siku nzima, lakini kesho kutwa ni dawa. Hiyo dawa inapoanza kuwekwa, sheria moja ya hiyo dawa ni ya kwamba hutaguswa na baridi mahali popote, kwa sababu ukiguswa na baridi unapata kifafa. Sasa swali ni utawezaje kufika nyumbani bila kuguswa na upepo baridi? Kwa hivyo unapotoka katika chumba ambako umewekewa hiyo dawa, gari inapaswa kuwa imesimama hapo kwa mlango, ili ukitoka unaingia na gari nafuu, na hiyo gari isifunguliwe vioo mpaka ufike wapi? Nyumbani. Ukifika nyumbani, kuna mtu atakulaki na kablanketi. Tuko pamoja? Anakuingiza wapi? Kwa nyumba. Mpaka dawa ipungue katika mwili. Ni utumwa, si utumwa? Utumwa. Utumwa. Mtu ambaye anaitwa Bob Coleman alipotoka London, unamjua si ndio? Ila alikuwa anaongoza Safaricom. Alipatiwa masharti, akaambiwa kwa sababu unatumia hizi dawa, hakikisha ya kwamba usitangamane na watu, usishike mtoto, usikule chakula baridi, usitoke nje, usifanye hivi, usifanye hivi, usiongee na simu kwa sababu ya hiyo miale iko kwa simu. Akafanya hivyo miezi sita. Akaona sasa hii imezidi. Akasema kama maisha ni haya, mimi nimekubali kufanya nini? So akapigia Uhuru, akamwambia hizi sheria zimekuwa nzito sana. Mimi nimeona sitaweza kufanya nini? Kuendelea hii. Hata mke wake aliambiwa asimguse. So akaenda kwa Uhuru akamwambia nimeamua kutoka nje. Baada ya hapo akaenda mkutano wa Safaricom. Akamwambia mahali jamaa alianguka because hata mwezi mmoja haukuisha alipoanza hivi. Kwa hivyo usiku mmoja tu amelala vizuri, asubuhi tumesikia Bob Coleman hayuko. Na ni kwa sababu ya nini? Uzito wa madawa ambayo anafanya nini? Napewa. Ni huruma ya Mungu itawafanya hawa watu waweze kuokoka. Tatizo kubwa ni wanaponusurika, kwa sababu utasikia nilipitia hiyo kimo na niko sawa, lakini unaona hana nafasi ya kushukuru Mungu kwa sababu ya hatari aliyokuwa kwayo. Na kwa sababu tunataka tuangalie ni nini suluhisho la ugonjwa wa saratani, hebu tujifunze na mambo ya asili mahubiri. Je, unajua kuna viungo katika mwili wa mwanadamu ambavyo si rahisi kuathiriwa na saratani? Tutajifunza vipi kutokana na hivi viungo? Kiungo cha kwanza ni moyo. Sasa mimi nitawauliza swali. Ushaisikia mtu amekufa kwa saratani ya moyo? Hujasikika. Utasikia kwamba saratani itaathiri viungo vingine vingi, lakini kwa moyo hakuna. Nitawauliza swali. Wewe unajua ni swali gani nitakuuliza? Kwa hivyo jipange. Kuna mahali pengine ambako panaitwa misuli, ndio kunaweza kuwa na saratani, lakini ni nadra sana kupata saratani ya misuli. Ni nadra sana. Swali ni mbona?
Tafadhali tafakari kuhusu hilo jibu tunapoendelea. Kuna kiungo kingine ambacho kinaitwa wengu, the spleen. Mama Boy, sijui unajua wengu? Najua hatuna neno la Kikuyu. Mama Mose, kuna jina la Kikuyu la spleen. Wengu. Ni nadra sana wengu kupata saratani, isipokuwa ile ya kuhama, nazo pia ni nadra. Matumbo madogo ni nadra kupata saratani. In fact, utapata ya kwamba tumbo hupata saratani, na hiyo ni maarufu sana. Matumbo makubwa yanapata saratani, lakini matumbo madogo ni nadra kupata nini? Saratani. Sasa swali ni nini katika hivi viungo? Sasa kama tunaendeshana, ni nini kilicho katika hivi viungo ambacho unafikiria kinapunguza visa vya saratani katika hivi viungo? Labda kuna usafi. Ha? Ama labda damu iko nyingi inasafisha. Good. Jambo la kwanza, hivi viungo viko na damu nyingi sana. Hivi viungo viko na damu nyingi sana. So hii inakuambiaje? Hata ile mbinu ya kupambana na saratani kwa mwili, kulete damu nyingi katika sehemu iliyo na uvimbe, ni njia moja ya kuondoa nini? Njia moja ya kuondoa saratani. Hii ni kumaanisha nini? Ya kwamba kama tunataka kupambana na saratani, lazima tuhakikishe tumeongeza viwango vya damu katika mwili. Je, mnajua jinsi ya kuongeza viwango vya damu kwa mwili? Njia ya kwanza, mtatumia maji moto, mpende msipe. Mtakunywa maji moto, mtatumia hot bath kila siku kwa mtu aliye na ugonjwa wa nini? Wa saratani. Kuhakikisha ya kwamba damu inatembea bila vikwazo vyovyote, na tena kwa wingi. Njia nyingine ya kuongeza viwango vya damu ni kuhakikisha kwamba utafanya mazoezi, kwa sababu kama kuna kitu kimejulikana kinaongeza damu katika mwili ni mazoezi. Sikuwa natarajia mtu alale wakati kama kutakuwa na haya. Ni mambo yanaweza yakaokoa maisha. Lazima tufanye nini? Mazoezi. Hiyo utafanya. Kuna kisa kimoja cha mtu mmoja kule Australia, alipopatikana na saratani akaambiwa ya kwamba kuna miezi 8 tu ya kuishi, kwa sababu saratani aliyokuwa nayo ingemuondoa chini ya miezi 8. Aliporudi kwake, tofauti na watu wengi hapa nchini Kenya na Waafrika wengi, unajua kitu kimoja ambacho kinawaua watu walio na ugonjwa wa saratani, hata si saratani yenyewe, unafikiria ni nini? Stress. Ni hiyo hofu ati niko na saratani. Nitakuja kukuonyesha kwamba huna jambo lolote la kuogopa kuhusu saratani. Kwa hivyo walipoambiwa, akarudi nyumbani akajua miezi mingapi. Kwa hivyo akafanya hesabu zake, kusoma sitakuwa nimesoma, nyumba ambayo ninajenga hapa sitakuwa nimemaliza. Akafanya tu mahesabu, hata kufanya kazi na kufa chini ya miezi 8. Sasa nianze kuresign.
Alipoangalia ni nini kinaweza kuwa amekifanya kizuri katika miezi 8 akakosa. Kwa hivyo unajua aliamua, je, na nikifanya jambo ambalo nitaandikisha historia katika hii nchi yangu, rekodi, angalau nitengeneze jina, niache jina, nikifa baada ya hiyo miezi 8 watakapokuwa wanasoma ile historia ya maisha yangu watasema huyu ndiye mtu wa kwanza ndiye mtu wa kwanza kufanya nini? Kufanya jambo hili. Kwa hivyo akaingia katika vitabu vya historia, akaangalia kama kuna mtu katika nchi hiyo ashawahi zunguka nchi yao kwa miguu bila kutumia chombo chochote. Akagundua hiyo rekodi hakuna mtu amefanya nini? Tembea. Akasema basi hii ni nafasi. Kwa hivyo alichokifanya nini? Aliwaaga familia na akawaambia lengo lake, na akaandikisha na vyombo vya habari ya kwamba wameanza safari ya kuandikisha historia kama mtu wa kwanza kuwahi kutembea kuzunguka nchi yake Australia nzima kwa miguu. Akaanza kutembea akatembea na anakunywa maji huko, sawa, anakula matunda huko, kwa sababu unafikiria huko kuko na watu wamemgojea wakiwa na sahani ya chakula. Ni kujikaza na matunda na nini na vitu vingine. Akaanza kutembea. Safari ilikuwa ngumu, lakini akang'ana. Nakwambia mahali safari ilikuwa inamalizika na miezi 6, mwili wake ulikuwa umebadilika. Alafu mwisho kule akasikia ni kama huo mwili uko na nguvu isiyo ya kawaida. Unajua kuna vile alijihisi, akasema mimi sikai kama vile nilikuwa nikianza. Kwa hivyo walipoenda kuchunguzwa, kwa sababu kuna vile mwili unakwambia ni kama uko sawa ni kama umepoa. Alipoenda kuchunguzwa, PET scan, MRI, unajua hakuamini, anaanza na CT scan. Anaanza hii ni kama inaniambia uongo. Anaenda kwa MRI. Kwenda kwa MRI, siamini. Akaenda kwa PET scan. PET scan ikaonyesha vile tu, zingine zilikuwa zimeonyesha ati saratani iliisha. Saratani iliisha. Sasa alikuwa anachunguzwa, ulifanya nini? Kuna mambo matatu huyu mtu alifanya yasiyo ya kawaida, ambayo tunangojea watu wengi walio na saratani wafanye. Unafikiria ni mambo gani? Kwanza ni mazoezi. Mazoezi, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, hakuwa anakula vile alikuwa na. Exactly, aliondokea uchafu wa vyakula vya mti. Sawa. Na akawa anakutana na maji na vyakula katika asili yake. Jambo la tatu, afikara. Good. Sasa alilenga mawazo yake kwingine, kuvunja rekodi, na akasahau nini? Alikuwa na ugo. Sasa hivi tunavunja rekodi. Ni watu wangapi walio na saratani ambao wamekwama? Mwingine na walile yona madekane mawili akajipigeni na mwako huyu. Unasikia lugha ya ushinde, lugha ya kufanya nini? Kushindwa. Na hivyo ndivyo watu wengi walivyo.
Mtu kudora na mimi ni hiyo ni mbaya sana. Usientertain, usikaribishi mawazo ya kushindwa kama unapambana na ugonjwa. Kama kuna kitu kimoja ugonjwa kwa nini ugonjwa unapenda miili ya watu waoga? Kwa sababu kinga, immunity huwa inapunguka. Hivi viungo viko na damu nyingi sana. Kitu cha kwanza, angalia hivi viungo ni viungo vilivyo katika mwendo. Viungo vilivyo katika mwendo. Haswa hiki na gani kingine na hiki na hiki. Viungo vya kutembea. Na mahali popote kuko na mwendo, kuko na uzima. Ningependa kuwaambia watu wa Mungu, ukipata homa, acha kwenda kulala. Ukipata ugonjwa, acha kwenda kulala. Amka, tembea. Magonjwa yanapenda watu wavivu sana. Tembea. Ng'ang'ana. Hata shikiliwa moto hapa. Shikiliwa kwa sababu ili utembee. Shida imekuwa gani na stima yake? Stima inaleta shida. Sawa, tutakubali tu. Kwa hivyo, hebu tembea. Na itakusaidia sana. Na mahali popote kulipo na damu nyingi, kuna kitu kingine. Na unajua hicho kitu ni gani? Ya kwamba hiyo damu hulete viinilishe. Na hulete oxygen. Na huondoa uchafu kwa haraka. So hiyo ndio sababu unaona ya kwamba kuna viungo hivyo ambavyo tumetaja ambavyo havina nini? Ni nadra sana kupata nini? Saratani. Kupata saratani. Njia za kisasa za kutambua saratani. Njia za kisasa za kutambua saratani hazina uwezo wa kujua saratani mapema. Kwa hivyo inamaanisha kuna watu wengi kama hawafuati sheria za afya. Kuna watu wengi ambao saratani zao zitapatikana zikiwa zimechelewa. Na kwa sababu ya masuala haya ya kutambua saratani, kutumia hizi mbinu, picha sana. Kwa sababu watu wengi wamepatikana wako na saratani, aidha ni picha walipigwa ama wenyewe walihisi hiyo saratani ilikuwa mahali panaonekana. Lakini shida ya saratani ni kutokuwa mahali ama ni kuwa mahali pasipoonekana. Saratani yote ikimea kwa tumbo, sehemu za tumbo, huko kuko na nafasi nyingi sana. Inakuwa kubwa na haijulikani. Na hizo ndizo saratani ambazo zimeua watu tena kwa haraka, kwa sababu alienda hospitali akiwa na shida ya kukaukiwa, choo kukauka, ama labda akahisi kuhara, akaenda akapigwa picha. Baada ya kupigwa picha wakaona kuna uvimbe. Baada ya kutoa nyama wakaenda wakapima, wakamwambia aje baada ya wiki 2. Akaonyeshwa matokeo. Siku ya kwenda kuchukua matokeo
Yeye ndiye alijipandisha gari, yeye ndiye hata alijiingiza kwa hospitali, lakini jioni mnaambiwa ya kwamba amelazwa. Nataka kuniambia hiyo ni saratani? Si saratani. Ni nini? Hiyo labda vile walimtibu. Ameshtuka. Sawa sawa. Mtu ambaye alijipeleka hospitali anatolewa hospitali kwa jeneza, hiyo sio saratani. Sawa sawa. Within 1 week anakufa, hiyo sio saratani. Alikuwa anaishije? Na sasa shida ya watu ni wanapoongea wanasema hii kansa ya ndani juruni kuita na kimya ki kansa ya wapi? Nani alikwambia ni kansa? Hiyo ni show. Ni mawazo yalimzidi. Kwa sababu ya hizi saratani ambazo zinajulikana wakati zimechelewa. Je, una waza ni nini ambacho unapaswa kufanya ili ujue saratani mapema? Na kwa hivyo usikubali kipindi kiishe kabla hatujajibu hilo swali. Jambo lingine ni wanapotaja ya kwamba kuna mabadiliko katika genes, ingechukua a very simple test, kuchukua damu yako watuambie genes ambazo huwa zinabadilika kwa hii saratani ni hizi, na kwa hivyo tumechukua hii sample ya damu na tumepima, tumekuta genes ambazo zilibadilika ni hizi. Kwa hivyo kwa kupima damu wangepata hizo genes. Na kwa sababu hakuna saratani kama hizo zinajulikana mapema, basi wao wanajua sio genes. Otherwise kama ingekuwa genes, si wanajua ni genes gani? Si wangetoa tu sample ya damu kwa watu wote wapimwe, na wewe uambiwe tumepata genes zako sio sawa, kwa hivyo anza kujichunga kuhusu saratani. Lakini mambo ya genes hiyo ni propaganda, hiyo haiko. Ndio sababu sasa tumeachwa na kitu kinaitwa biopsy peke yake na picha. Hizo ndizo mbinu zimesalia za kuchunguza nini? Saratani. Changamoto yake ni ya kwamba ili mtu apigwe picha lazima awe amehisi jambo fulani, na kwa hivyo kabla saratani ya matumbo ijulikane, wakati utakuwa na shida ya labda kukaukiwa na choo, ama wakati mwingine unapitisha choo unaona ni chembamba sana, hiyo saratani itakuwa imeenea, itakuwa imekuwa kubwa. Kwa hivyo wakati unapigwa picha tayari uvimbe uko hapo. Kwa hivyo hata ukitolewa hiyo nyama iende ipimwe, hatuna muda. Alafu uwe ni mtu ambaye haelewi mambo ambayo tunaongea siku ya leo, na haelewi kuhusu dawa za kimo zinafanya kazi namna gani. Kwa hivyo utajichanganya na uchanganywe na madaktari wako, na chini ya mwezi mmoja tunasikia kwamba fulani hayupo. Kwa hivyo lazima tujue ni nini ambacho sayansi haijafanya, na ndiyo sababu tuko na visa vingi vya saratani siku ya leo. Tatizo moja
la kisayansi, na tunapotaja tatizo la kisayansi lazima tupatiane suluhisho letu ili tujue hapa kuko na mwanya na huu mwanya tutauziba namna gani. Changamoto moja ya kisayansi ni ya kwamba tangu sasa haijajua ama imejifanya hamnazo. Aidha haijajua ama inajua imejifanya hamnazo. Haijajua kinacholete saratani. Kwa sababu wao wenyewe kwa madai yao wanasema ni nini? Mabadiliko katika nini? Genes. Je, wewe unaamini hivyo? Mimi siamini hivyo kwa sababu nyingi sana. Sababu moja ni ya kwamba sio saratani zote kulingana na maandiko yao wenyewe. Si saratani zote ambazo zinatokana moja kwa moja na mabadiliko ya genes. Saratani ambayo haina uhusiano kidogo na genes ni breast cancer. Na kitu inaitwa prostate cancer. Yet hizi ni mojawapo ya saratani zinazoongoza katika vifo hapa nchini. Saratani ambayo inaongoza hapa nchini ni saratani ya mapafu kwa wanaume, ikifuatwa na saratani ya prostate. Kwa wanawake, saratani ambayo inaongoza ni saratani ya matiti. Saratani ya matiti na saratani ya prostate, tezi dume, hazina uhusiano na genes.